Je, unaweza kuamini kama nikikwambia ndani ya muda mfupi unaweza kumaliza kazi ya wiki nzima kwenye shamba la pamba ukinyunyizia dawa? Ndiyo, hii sio ndoto, bali ni uhalisia unaofanyika hivi sasa kupitia bodi ya pamba, baada ya kuja na teknolojia mpya zilizolenga kuipa nguvu pamba na kumwongezea mkulima tija. Katika miaka mitatu iliyopita tuliintroduce matumizi ya boom sprayer, lakini tunazo sprayer kubwa zinazoitwa self propelled boom sprayer, lakini pia tunazo ndege nyuki. Ujio wa teknolojia hizi umerahisisha na umeongeza ufanisi kwa kiasi kikubwa kwa wakulima pamba, na katika miaka michache ijayo nadhani pamba inaweza ikaleta mageuzi makubwa na ikaleta faida kubwa sana kwa wakulima wa pamba. Kwa nini nasema hivyo? Katika wakati ambao mkulima alikuwa akitumia masaa kadhaa kupulizia eka moja, hivi sasa mkulima kwa kutumia ndege nyuki inatumika dakika 5 tu, na anakuwa dakika 5 mpaka 10 na anakuwa amepulizia ekari moja. Zamani mkulima wa pamba ailazimika kuchukua siku nzima kwenye shamba la ekari moja akinyunyizia. Kuanzia shambani mpaka hapa wanaweza kupata kitu kujifunza zaidi, kuanzia kulima kwa ustadi, kufuata kilimo bora cha pamba mpaka kuongeza zao thamani, ambalo nimesema wataona hata vifaa ambavyo tutavitumia kwa ajili ya unyunyiziaji vipo, boom sprayers zipo na drones wataziona hapa za kunyunyizia kurahisisha shughuli zao. Ni waone teknolojia tunayofanya kwa ajili ya kurahisisha kazi zao. Hii hapa ni ndege nyuki. Ndiyo, ni droni maalum ya kilimo. Inapaa juu na kunyunyizia shamba lote kwa usahihi na kwa haraka. Wakulima wetu wengi hawaamini mpaka waone, na ndio maana serikali kupitia bodi ya pamba iliamua kuleta ndege nyuki 20 mwanzo, na baadaye baada ya kuona wakulima sasa wameanza kubadilika na kuanza kufanya kilimo cha kisasa kama tunavyoelekeza, kisha wanaandaa mashamba vizuri kuhakikisha mashamba yao hayana miti, serikali iliamua kuongeza droni zingine 40, na hivi sasa hivi ninavyozungumza tunazo droni 60 na tunazo sprayer pia za kutosha. Kwa hiyo nadhani tuko vizuri, na wakulima waendelee kubadilika na kuhakikisha kwamba wanafanya kilimo cha kisasa ili waione tija kwenye zao. Teknolojia hizi zimekuwa kivutio kikubwa hapa kwenye viwanja vya maonyesho ya wakulima 88 yaliyofanyika katika viwanja vya Nyamongolo jijini Mwanza. Teknolojia hii mpya ya mashine ya unyunyiziaji wa dawa na viuatilifu kwa wakati mmoja imepunguza gharama na kuongeza tija kwa zao hilo. Zamani teknolojia ya kilimo ilikuwa ni duni sana, kwa sababu tulikuwa tunatumia sana kilimo cha jembe la mkono, upandaji, upigaji wa dawa wenyewe ulikuwa wa pampu zile za kawaida kabisa, zile zilikuwa zinatumia betri. Lakini kwa sasa hivi naona teknolojia imepanuka, maana sasa hivi tumeona kuna droni kwa ajili ya upuliziaji wa pamba, lakini pia kuna mitambo mingine kama hapo kwa ajili ya kupiga pamba. Na ukulima sasa hivi teknolojia imebadilika, tunatumia angalau majembe ya ng'ombe, kuna trekta, lakini bado kuna pawatila. Kwa hiyo kilimo sasa hivi kimekuwa ni rahisi. Teknolojia hizi ambazo zilizopo ninaona zitaleta tija zaidi kwa sisi wakulima kulingana na hali halisi ya hapo nyuma ilivyokuwa na sasa. Kwa hizi teknolojia zinaweza zikanikwamua katika hali ngumu ambayo iliyokuwepo hapo awali. Kwa sasa imenishawishi zaidi kuzidi kushawishika kuweza kufanya hii project kulingana na kurahisishiwa huduma za kuhudumia shamba kwa ujumla. Kama shamba unaweza ukalimiwa kwa nusu ya pesa ambayo inayotumika kwa kilimo kwa watu wanaolimisha wa kawaida. Kama ni 70 unalimiwa kwa shilingi 35,000, 60,000 unalimiwa kwa shilingi 30,000. Hii naona imenivutia zaidi, inaweza ikatuweka katika hali ya kutuinua kiuchumi kirahisi zaidi kuliko ilivyokuwa awali. Na hii hali ya kupulizia kunaletewa wataalamu wanashughulikia shamba hadi mwisho, kazi yako inakuwa ni palizi.
kidogo mimi naona inaleta tija zaidi kwa mkulima. Teknolojia ya kwanza niliyoiona hii ya umwagiliziaji dawa, nikakutana na wataalamu wakanielekeza jinsi hii teknolojia kwamba ya kwanza inamwagilia mita fulani na nyingine pia ya pili na tena nimeiona, nikaona ni vizuri zaidi. Kama watatusaidia itakuwa ni bora zaidi. Imeamsha hisia zangu kwamba na mimi naweza nikalima pamba. Hata hivyo, licha ya ujio wa teknolojia hizo, wakulima bado wanakiri kuwepo kwa changamoto. Bei ndogo na gharama kubwa za pembejeo zinawakimbiza wakulima. Kilichosababisha mimi mwenyewe kusitisha ukulima wa pamba ni kwa sababu tu ya masoko. Soko ndo linatukatisha tamaa wakulima. Manake mnalima ukilenga kwamba nitakapokuja kuvuna nakuwa na malengo tafanya 1, 2, 3, lakini soko bei inapokuja kutoka inakuwa chini sana kiasi kwamba kinatufelisha wakulima kulingana na gharama za uendeshaji wa kilimo cha pamba kilivyopanda sasa hivi. Sababu kubwa zaidi katika wilaya ya Ukerewe ninavyojua ni ile bei ilishuka chini, watu wakashindwa kulima pamba, waliona kwamba hakuna maslahi ya kuweza kulima pamba. Sababu bei ilishuka sana, watu wakaona hakuna manufaa zaidi. Nilichokuwa nikikiona kwa mwanzo, mzigo tulikuwa tumebebeshwa sisi wenyewe moja kwa moja, na hapa wanaiangukia serikali. Ushawishi wa wakulima, sisi wakulima upo, ikiwa ni pamoja na hizi teknolojia kwa kweli zimerahisisha, lakini serikali tu kituangalia kwenye soko, yani kwenye bei, ikiwa na usimamizi mzuri wa bei, wakulima bado tuko tayari kulima pamba. James Shimbe ni mkurugenzi wa huduma za usimamizi wa bodi ya pamba. Anatoa rai kwa wakulima kuzingatia kanuni na taratibu za kilimo cha zao hilo. Kwanza kabisa, wakati tunaeneza teknolojia hizi, kuna baadhi ya watu wanakuwa hawachukui kwa haraka hiyo teknolojia. Kwa mfano, tumesema kwamba tunapanda kwa ekari sentimita 60 kwa 30. Kuna baadhi wanachukua haraka na wengine wanasuasua. Hiyo nayo ni changamoto. Changamoto ya pili ni matumizi sahihi ya pembejeo tunazowapelekea. Kwa mfano, unaweza ukapeleka viwadudu vizuri tu, vina viambata amilifu ambavyo vinaua wadudu, lakini kwa kuwa wengine hawajui kutumia sawasawa, inaonekana kwamba hiyo teknolojia kama haifai. Hiyo nayo ni changamoto. Changamoto nyingine ni watu tu kukaidi.